Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu tunayapata kutoka Wafalme wa kwanza sura ile ya 17 aya ya kwanza hadi ya 6, na injili inatoka Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 12. Nitaisoma injili. Yesu alipoona makutano, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake, akafundisha akisema, heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ile ya 17, nyuma yake sura ya 16 inazungumza tukio la kuhuzunisha katika taifa la Israeli, ambalo Ahabu aliyekuwa mfalme wa taifa hilo alifanya uasi mbele za Mwenyezi Mungu. Uasi wake mbele za Mwenyezi Mungu, huyu Ahabu alifanya taifa lipite katika nyakati za giza katika historia yao. Na huyu Ahabu akaenda kumwoa mwanamke mchawi mkubwa, Yezebeli, ambaye huyu mwanamke alimgeuza Ahabu ufahamu wake, akaacha historia nzuri, historia ya kutoka katika ukoo wa Daudi, babu yake aliyekuwa mwaminifu sana kwa Mwenyezi Mungu. Ahabu akajenga madhabahu ya Baali. Alipojenga ile madhabahu, nchi nzima ikatapakaa waganga wa kienyeji, na hao waganga wakafanya watu waweze kuwa na hofu, watu wakashindwa kuweza kumwabudu Mungu wa kweli. Baada ya kuweza kumwoa huyu mwanamke mchawi Yezebeli, na yeye kugeuzwa ule moyo, Yezebeli akaanza kuwaua manabii wa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi nabii Eliya akatokea ghafla. Ndio maana katika kile kitabu nabii Eliya Mtishbi, ambaye alikuwa mtoka maeneo ya Gileadi, akaja moja kwa moja kwa Ahabu. Kwa hiyo nabii Eliya anakuja kuweza kuwa mwanga katika nyakati ambazo taifa lipo katika giza. Anakuja kuwa nguvu siku za giza za uasi wa Israeli. Tunajifunza kitu gani? Nyakati ngumu za taifa zinapopita kupitia viongozi ambao wamemwacha Mwenyezi Mungu, wakaamua kukimbilia habari za miungu, wakaamua kukimbilia katika matendo ya kuwaua watumishi wa Mwenyezi Mungu. Nyakati za giza, wanaoweza kuleta nguvu mbele za watu ni manabii wa Mwenyezi Mungu. Nabii ni sauti ya Mungu ambaye anaiweka ndani mwanadamu ili kuweza kuwapatia watu matumaini, kuweza kuwapatia watu mwanga katika siku za mbele. Nabii Eliya akaja nyakati hizo za giza kuweza kutoa ule ukweli na jinsi gani taifa linapaswa kuweza kusonga mbele. Anasema nabii Eliya, kama Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno la Mungu. Nyakati hizo ambazo za uasi, nyakati za hofu, Baali ambaye alikuwa ni mungu wa anga na kuweza kuleta mvua, ndio alikuwa ametamalaki machoni kwa watu. Nabii Eliya anasimama, anafunga anga kupitia maombi yake, na akionyesha kwamba Mungu ana nguvu kuliko ibada zote za miungu. Mungu ana nguvu kuliko ibada zote za waganga na makuhani wa Baali.
Hivyo basi Mwenyezi Mungu aliye na nguvu, huyu nabii Eliya anasimama anafanya maombi haya, na Mwenyezi Mungu anamjibu. Miaka 3 na miezi 6 mvua haikunyesha, na Yakobo anathibitisha hilo katika ile waraka wake sura ile ya 5 aya ya 17 mpaka ya 18. Baada ya kufunga mvua, neno la Bwana likamjia tena huyu nabii Eliya. Akaondoka hapo alipo, akaenda upande wa mashariki, akajificha karibu na kijito cha Kerichi ambacho kilikuwa kinakaribia eneo la Yordani. Tunajifunza kitu gani? Tayari watu wote walikuwa wameingia kwenye shida ya njaa. Tayari nabii Eliya alikuwa ameshajulikana kwamba ile njaa ambayo imelikumba taifa ni kwa sababu ya maombi yake, na kwa sababu amejulikanika, basi Mwenyezi Mungu akatengeneza nafasi ya kuweza kujificha. Tunajifunza kitu gani hapa? Kwamba kujificha, maisha ya kujificha, kutoonekana mbele za watu baada ya huduma, ina thamani kubwa zaidi mbele za Mwenyezi Mungu kuliko muda wote kukaa na kuonekana mbele za watu. Baada ya kufanya huduma, jifiche uweze kuwa wewe na Mwenyezi Mungu. Na baadaye si vizuri sana kuja kuonekana kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu neno unalolitoa, maelekezo unayotoa yanaleta madhara katika anga hadi katika ardhi. Hivyo lazima mtumishi wa Mwenyezi Mungu yote baada ya kusikia neno akae, ajifiche, akae na Bwana apate maelekezo mengine. Mwenyezi Mungu pia anakuja kugusa maisha ya nabii Eliya kwa kumletea chakula. Kunguru tunajua wazi wanapopenda nyama, lakini Mwenyezi Mungu aliamuru kunguru wakampelekea nyama, wakampelekea mkate. Asubuhi akala mkate na jioni akala nyama. Maana yake nini? Tukimtumainia Bwana katika nyakati ngumu, hakika hatutaweza kushindwa kwa jambo lolote lile. Ndio maana Yesu anazungumza kwa wale wote waliosimama imara na Bwana. Anasema kuna heri, na kinyume na heri ni laana. Kwa wale ambao wamekubali kuweza kuwa maskini wa roho, anasema kwamba hao ufalme wa mbinguni ni wao. Hao ni wale manabii ambao wamesimama upande wa Bwana na ambao hawajasimama upande wa Ahabu na Yezebeli, bali wale wote ambao wameamua kutumia maisha yao katika kuweza kujitajirisha hapa duniani kwa kuwanyanyasa watu wengine, hao ufalme wa mbinguni hawatakuja kupata. Maisha yao yatakuwa ni laana. Hata wakiondoka hapa duniani, jina lao linapotea. Yesu anazungumza kwamba kwa wale ambao manabii wamepata huzuni, anasema hawa wakifika mbinguni watafarijiwa. Anazungumza kwamba wale wote ambao wamekuwa ni wapole katika nyakati mbaya za Ahabu, nyakati mbaya za Yezebeli, anasema hawa wataweza kurithi nchi. Na anazungumza, anasema kuna wale ambao wameamua kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu, hao watarehemiwa. Na wale ambao hawakujichafua katika maisha hapa duniani wakabakia na moyo safi, amesema hao hakika wataweza kumwona Mwenyezi Mungu. Baadaye anazungumza juu ya maudhi ambayo watu wa Mungu wanayapata wakiwa hapa duniani kupitia wafalme, kupitia watawala akina Ahabu na Yezebeli. Anasema watakaoudhiwa kwa ajili ya haki. Mmesimamia haki nyakati ambazo nchi inapita katika uovu, hawataka kusimama katika haki, wanawatesa watu wengine, wanadhulumu haki za watu wengine hadi za kuweza kuishi. Wale watakaosimama katika kutetea haki za Mwenyezi Mungu watafanyiwa maudhi mengi sana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Anasema hao faraja yao ufalme wa mbinguni ni wao. Na anasema kwamba mashutumu yakija, na kwa sababu ya neno la Mwenyezi Mungu wakaletewa maneno ya uongo, wakapandikiziwa maneno ya uongo juu yao, asihangaike katika jambo lolote lile, bali wafurahi ndani ya mioyo yao, washangilie, kwa sababu thamani ya hawa manabii wa Mwenyezi Mungu ni kubwa mbinguni. Kwa sababu katika nyakati za ubaya, sio hao wa kwanza, bali uovu ulishakuwepo na manabii wengine walishafanyiwa hivyo, nyakati ambazo watu wanatetea kula yao badala ya kuweza kutetea haki za wanadamu wengine, wanaonyanyasa wengine. Amesema hawa watumishi wa Mwenyezi Mungu wafurahi. Tufurahi kwa sababu majina yetu yameandikwa mbinguni, na kwa sababu mabaya yanayotokea sasa hivi yalishatokea hadi katika nyakati zile za watawala, ila Mungu ana nguvu kushinda uovu wa wanadamu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.